Uhali gani mtazamaji wa YouTube channel yetu ipendwa ya Nyayo TV. Bwana, kama ni mara yako ya kwanza kutembelea katika YouTube channel yetu ipendwa ya Nyayo TV, ni vyema ukabonyeza kitufe cha alama ya subscribe ili uwe miongoni mwa wanafamilia wapya wa YouTube channel yetu hii ipendwa. Bwana, kama ilivyo ada yetu, tuko kitaa, tuko kitaa, na kama tunavyojua kwamba kitaa kina masaibu mengi sana. Leo tupo na ndugu yetu anatuelezea mkasa wake ambao umemkuta, jambo ambalo hawezi kulisahau kwenye maisha yake, na kwa namna moja au nyingine naweza kusema kwamba limeharibu mazingira yake au maisha yake kwa namna moja au nyingine. Tuko hapa kupiga naye story ili kujua mambo mengi sana ambayo yamemkumba kwenye maisha yake. Kaa nasi mwanzo wa kipindi chetu mpaka mwisho wa kipindi chetu ili uweze kujua ni jambo gani hilo ambalo limemkuta. Bwana, mambo vipi? Nashukuru Mungu. Fresh kabisa. Kabisa. Bwana, ni muda mrefu sana tangu nimeomba kuonana na wewe na tuweze kuzungumza mawili matatu. Hatimaye leo tumepata huo wasaa wa kukutana na kuzungumza. Kwanza nashukuru sana kunipa hiyo opportunity. Naweza nikasema haikuwa bahati mbaya, lakini najua mnakuwa na kazi nyingi sana za kuweza kuelimisha jamii. Na mimi sasa sikuona kama umechelewa. Japo unajua kupiga simu mara niko huko naenda hivi sasa kwenye kutafuta riziki, unajua hatujaajiriwa. Lakini yote kwa yote Mungu kaamuru leo tukutane. Basi tutatoa mkasa ambao kwa watu sio watokea, kwao itakuwa ni elimu. Lakini kwa sisi ile tutokea, basi tutaomba watu waweze kujifunza kupitia mkasa huo. Yeah. Kifupi, unaweza kutupeleka tuweze kujua wewe ni nani na ni jambo gani ambalo limekukumba ambalo mpaka sisi tumefika hapa timu nzima hivi ya Nyayo TV tumefika kuzungumza na wewe? Kwanza kwa jina naitwa Yasini Mohamed Ayubu, ni mzaliwa wa mkoa wa Lindi, wilaya ya Kilwa. Mimi nilizaliwa mwaka 1998 tarehe 3 ya mwezi wa kwanza. Ni mtoto wa 4 katika watoto watano. Mimi nimesoma shule ya msingi pale Kilwa mpaka sekondari. Nakumbuka 2015 nililetwa Dar es Salaam kuja kufanya kazi ya duka la nguo maeneo ya Chamanzi. Sasa mtu ambaye alionileta naweza nikasema ni kama kaka yangu, kutokana tumezaliwa kijiji kimoja. Yeye alikuja muda mrefu kutafuta maisha huko Dar es Salaam. Kufika pale akaja kutafuta kijana, akaelekezwa kuna kijana anaitwa Yasini hapa. Na kijana tu katoka shuleni karibuni hivi. Ana makundi yale ajabu wale, sio mwizi sio nini. Sasa taarifa ilipofika nyumbani, make ya kunikuta mimi, alimkuta mama. Ilipofika nyumbani nilivyosikia kwamba natakiwa nje kufanya kazi Dar es Salaam, na ilikuwa ndo mara yangu ya kwanza. Sijawahi kuja Dar es Salaam, zaidi naiona tu kwenye television. Mimi nilifurahi sana. Sikukataa, na nilikuwa sijajua nakuja kufanya kazi gani na nitalipwa kiasi gani. Siku ya pili yake akaja sasa pale kuja kutueleza vizuri sasa kwamba utaenda kufanya kazi duka la nguo na utakuwa unakaa nyumbani na mwisho wa mwezi nitakuwa nakulipa 120,000. 120,000 kwa wakati ule kwangu mimi ilikuwa nyingi sana, kutokana sikuwahi kushika hata shilingi 20,000 ya pamoja. Mimi nilivyokubali nikaletwa sana Dar es Salaam pamoja na yule bosi wangu, ni kama kaka yangu sema. Nikaa nakaa Chamanzi. Nikaa pale wiki ya kwanza ile anipeleka dukani, ananifundisha pale kwamba nguo hii utauza shilingi fulani, utauza shilingi fulani. Nikaandika kwenye daftari mpaka nilivyozoea bei. Nguo ilikuwa ni nguo za mtumba. Unakata zile balo zile za mtumba. Nauza pale. Sasa mfanyakazi alikupo nyuma kabla mimi, ambaye alikuwa ameondoka, alikuwa ni mfanyakazi wa kike. Alikuwa ameacha kazi. Sasa sijajua alikuwa na tatizo gani, lakini alikuwa ameacha kazi kaondoka. Duka sasa ilikuwa na mfanyakazi mwingine. Nilivyozoea naenda pale na fanya kazi. Mauzo tulielewana kwamba niwe napeleka kwa wakala wa kibenki. Nachukua ile receipt naipeleka kwa bosi wangu. Sasa na yule bosi wangu pale alikuwa ana mke na mtoto mmoja. Ile nyumba walikuwa wamepanga, chumba nilichokabidhiwa mimi kilikuwa kina mkeka, mto na shuka. Akina godoro, akina kitanda. Yeah.
Sasa nimefanya kazi mwezi wa kwanza, kumbe yule bosi wangu wa kiume ana kazi nyingine tofauti na ile, ni dereva wa malori hizi zinabeba mafuta napeleka Burundi, Rwanda. Sasa akaniambia, Yasini, mimi naondoka, kwa hiyo utabaki na shemeji yako hapa. Nikamwambia sawa. Yeye akaondoka. Sasa alipoondoka, nakumbuka wakati ile kabla hajaondoka aliniita hata pale, akaniambia Yasini, mimi naondoka lakini vumilia. Najua maana kipindi kile iko hapa ilikuwa nakuja dukani tunashinda wote. Ambao ndo mji japo ni mgeni lakini piga kazi. Akaniambia sawa. Akanishauri akaniambia, sasa nataka tukufungulia akaunti ya kibenki. Tuwe tunakutunzia pesa. Nakumbuka kipindi kile nilikuwa na miaka 17. Kwa ni sina ukubwa huo kusema labda niweze kujitunzia pesa mimi mwenyewe. Walionifungulia akaunti wakawa nitunzia. Lakini ule mwezi wa kwanza kwenye kazi walinilipa 120,000. Kunilipa siku nikamwambia shemeji, sasa wakati huo blaza ameshaondoka, ananiambia hapa nalala chini. Sasa mwezi mzima niko nalala chini. Sasa ninachoomba nikanunue godoro nije kuweka hapa. Hela yangu nimepata, kuna magodoro kule yanauzwa vitu used vile, ambayo tukatumia godoro lake miezi 8, miezi 5. Akaniruhusu. Niliponiruhusu nikachukua 70,000 nikaenda kununua godoro lingine nikabakisha. Fanya kazi mwezi wa pili wakanipa tena pesa. Mwezi wa 3 pale sasa wakaanza kunitunzia. Mfanya kazi pale. Sasa ndani ya miezi 5 kwenye kazi, yule bosi wangu wa kike alikuwa anaingiza mwanamume mwingine pale. Mume anapoondoka Zambia pale anaingiza mwanamume mwingine ndani. Mchepuko ndio. Nakumbuka siku nimerudi usiku kazini, maka ilikuwa narudi saa 3. Fika pale nakula, naingia ndani na halala. Fika nimekuta kuna jamaa amevaa t-shirt nyeupe, amevaa na pensi. Rangi yake nimesahau ile pensi, t-shirt nakumbuka. Amekaa pale wanaangalia TV katika sofa. Sasa sebuleni pale kuna sofa moja tu ambayo ni ya watu wawili tu, amna sofa nyingine. Yeye amekaa pembeni, yule shemeji yangu na amekaa kwenye sofa ile. Sasa jinsi kaa vile ikanitia mashaka, au ni mbona amekaa hivi? Sasa kama ni mgeni, mbona shemeji kakaa pale na yeye? Nikaona ni kawaida tu, maana ni mambo ya mjini. Nikasema kama ni mgeni sasa basi atakuja kulala huko na mimi. Nikaamka hivi asubuhi. Kwanza yule usiku naamka hivi, sebuleni pale hakuna watu washatoka. Yule mgeni alikuwa anapita tu. Sasa angalia pembeni hivi naona vile viatu vyake vile vimekaa katika mlango wa kile chumba cha bosi wangu. Naamka asubuhi namuona anatoka ndani. Sasa kama huyu ni mgeni, mbona ametoka kwenye chumba cha shemeji? Maana ile nyumba ile ina vyumba viwili, sebule na jiko. Angekuwa mtoto wa kike singeona shida kulala. Sababu kama huyu ni mgeni wa kawaida, kwa nini asingekulala na mimi huko? Kutoka na mambo ya mianihusu nikaachana nayo. Sasa wiki ya pili akaja tena. Siku moja ile bosi wangu wa kike aliniita kunionya, akaniambia, Yasini, hiki unachokiona hapa sitaki umwambie mume wangu hata siku moja. Nilikupiga mkwala. Ananipiga mikwala. Kama ukimwambia nitakufanyia kitu iko ambacho utaweza kuja kukisahau katika maisha yako. Sasa nilivyoniambia vile mara ya kwanza nikaona kawaida tu. Mara ya pili tena ananiambia tena. Akasema, huyu mbona saa ananitishatisha kila siku, ana shida gani huyo? Sasa imeenda vile kama miezi miwili hivi, mimi nikashana kuvumilia. Sasa mimi ngapa nikataka niache kazi. Siku ile mume alivorudi sasa, nikamwambia mimi kaka, nataka niache kazi, nipeni ile pesa zangu za mshahara niweze kuondoka. Wakati huo nishafanya kazi miezi 7. Nipeni zile pesa niweze kuondoka. Akanambia, mbona ghafla Yasini unataka kuacha kazi hivi? Kuna shida gani tuambie? Sasa wakati anang'aniza vile kuna shida gani, nikasema bora nimwambie tu. Ngambia hapa unavoondoka mkeo kuna mwanamume anaingiza ndani. Sasa mimi nimekaa tu kimya sije kukuambia, lakini kila siku ananipa mikwala, ananitishia kwamba nikijaribu kusema atanifanyia kitu kibaya. Sasa mimi naomba niweze kuacha kazi, pesa zangu niweze kurudi kijijini. Akaniambia mimi ndio niende kuchukua kijijini. Hebu nipe muda nichunguze, nikiona ukweli basi swala nitalimaliza mimi jinsi nitavyojua. Kaambia sawa.
Kaka usimwambie kama mimi nimekwambia. Sasa unajua yule ni mkewe na mapenzi yanauma. Hakutaka kuchunguza yule blaza. Hakutaka kuchunguza kabisa. Akaenda Vodi nyumbani akamuuliza. Akamwambia Yasini kanambia atakaacha kazi. Tumpe hela zake arudi, na sababu ya kuacha kazi wewe unamtishia. Unaambia mazefu yako unayofanya hapa mimi nikiondoka, akiniambia utamfanya kitu kibaya. Yule sasa alivyomwambia pale wakagombana. Wamegombana ndani ya wiki 2 wakaja wakamaliza. Sasa kuyamaliza sasa yule mkeo mimi kila nikimsalimia aitikii, mara anitukana, ananiambia wewe si unakopoka kama mtoto wa kike mbea. Sasa subiria dawa yako ipo jikoni. Mkwenda kama ndani ya wiki hivi nikimsalimia muda anaitikia, muda aitikii. Nikaona kama yameisha. Kazi mwezi mwingine fanya kazi pale. Sasa kuna siku nyingine sasa nimerudi tena kazini. Nataka nichukue chakula nile. Naambiwa hapo hakuna chakula hapo. Wewe chakula chako katafuta sehemu ya kupata chakula uweze kula, hapa hamna chakula. Nikampigia mume wake. Wakati mume wake bado hajaondoka, yuko hapa. Kapia nikamwelekeza akaniambia wewe nenda kachukue tu chakula kwa mantilie. Nikaenda nikala, nikarudi nikalala. Sasa nikajiuliza maswali sasa. Hapa nikisema niache kazi hapa niweze kurudi nyumbani. Sasa sijachukua hata muda kwenye kazi na mimi ndoto yangu ya kuishi Dar es Salaam. Basi ngoja nikomae. Niko na koma pale. Sasa kubwa kuliko ilikuja kutokea ambapo ilikuwa mkesha wa Krismasi. Hapo ilikuwa ni mwaka gani? 2015. Mwezi wa 12 tarehe 25 ile. Nimerudi saa 3 usiku. Fika pale namkuta bosi wangu amelala kwenye sofa hivi, uko na amelala hivi, uko anaangalia TV, amelala hivi. Ambao ni wa kike au wa kike? Kuniona akaanza kusimama, wakati alikuwa amejifunga tu kanga hivi. Akaachia nguo, asimama anapiga kelele, nabakwa nguvu, nabakwa majirani, nabakwa. Na hapo yupo kavaa kanga peke yake, inamaanisha kwamba alipotoa nguo yake alikopuchwa mnyama kabisa. Alikuwa kama alivyozaliwa vile, yani kama vile mtoto mdogo labda mwenye mwaka hivi, si akiwa anaogeshwa vile, ni kama alivyozaliwa. Sasa kupiga kelele hivi, mara kidogo pale amekimbilia, kuna jamaa mmoja hivi ni hifadhi majina yao, amekimbilia pale, sister vipi? Kaambia sui hapa huyu. Sio maana kishirikina huyu. Nikaja hapa kafikia anafikia na kunivamia kwanza kunibaka hapa. Wakati mimi nimesimama tu, mimi nikafikia labda kama na mapepo fulani hivi yamempata. Nilikuwa sijui kwamba kuna kitu gani kichwani kwake amekinuia kwangu. Wale jamaa wale wakaniweka chini, mmoja akawa ananipiga kichwani. Kwa nipiga hivi mimi nikawa nimemshika mkono. Yule akaomba, "Naomba nisaidieni huyu kumpeleka kituo cha polisi." Kipindi kile kituo cha polisi cha Chamanzi bado hakijahamishwa. Kena pale kulikuwa na sema ni police post, ni kituo kidogo hivi. Fika pale mkuu wa kituo ule akatukataa. Akamwambia mpelekeni Mbagara. Nikapelekwa Maturubai pale Mbagara. Mbagara pale nilifika kwenye majira saa 5 hivi. Fika pale wakaripoti pale kufungua kesi kwamba huyu kambaka mkabosi wake. Nikawekwa selo. Wakati nilivyokuwa selo, familia yangu hakuna ndugu mmoja anojua, hajui kaka, hajui mama, hajui mtu wote. Kutoa taarifa nimeweka kituo cha polisi pale ndani ya siku 19. Sijaandika maelezo yoyote yale. Kuna siku moja waliingia, kumbukumbu yangu nalipa, waliingia mwanasiasa naye nihifadhi jina lake. Yeye alikuwa na kisa za siasa hizi. Sasa naangalia pa umri wangu mimi ni mdogo, wewe una shida gani? Nikamwelezea jinsi ilivyotokea, akamuita mkuu wa kituo, kama wewe ni mtoto yuko hapa, anasema ndio siku 19 hajachukua maelezo. Basi msaidie achukue maelezo, kama anafikishwa mahakamani, afikishwe mahakamani. Mkuu wa kituo akanitoa pale, akanikabidhisha kwa askari pelelezi, nikaandika maelezo pale siku ya 20 sasa nikapelekwa mahakamani. Nikukatisha hapo kabla wewe kwenda mahakamani. Kwenye hizo siku 19 uliishi kwa namna gani? Maana namaanisha kwamba mule ndani mazingira ya chakula yalikuwa ni namna gani, na ni mara yako ya kwanza wewe kuwa ndani katika mazingira kama hayo? Kituo cha polisi ni mara yangu ya kwanza, yani kukamatwa tu ni mara yangu ya kwanza. Na mule ndani mimi sikuwa na ndugu wala rafiki kuniletea chakula. Na hakuna mtu alikuwa anajua.
Kwa wakati ile mtu alikuwa anajua, maana familia yangu ile kujua baada ya kufika mahakamani ndio niliomba namba ya askari waweze kuwapigia simu. Ndio familia yangu mara kwanza walijua. Mule ndani watu wakiletewa chakula, ilikuwa tunakula nao, wale tu watusaidia. Ilikuwa ni watu wachache sana. Na katika mtu ambaye alikuwa umri wake ni mdogo nilikuwa ni mimi. Zaidi ya pale. Sasa alifikisha mahakamani nikamwomba yule askari aweze kufahamisha mama. Maana mimi babangu alifariki muda sana. Babangu alifariki 2005, alikuwa anarudi kuangalia mechi ya finali. Babangu mshabiki wa River, mechi ya AC Milan na River. Akagongwa na fuso. Ilikuwa usiku ndo mmoja wake kaja hapo. Sasa nikamfahamisha mama akafahamisha jomba zangu. Lakini ile mara kwanza mama anamfahamisha kwamba nimesingiziwa kesi kwamba nimembaka mke bosi wangu, mama hakuweza kukubali. Yaani hakuweza kunielewa. Alijua tu kwamba mimi nimekuja mjini, nimekutana na vijana ambao wauni wameniharibu, kwamba mimi nimefanya ile tukio. Mama hakuweza kunielewa kwa wakati ule. Kufikisha mahakamani pale, hakimu aliniambia kwamba kesi yangu ina maka nisomea kesi, nikakataa. Nilipokataa kwamba sijabaka, akaniambia dhamana yako ipo wazi. Kama una mdhamini wawili, waje na barua serikali za mitaa pamoja na kopi ya vitambulisho vya kupigia kura waweze kunichukulia dhamana. Kwa wakati ule Dar es Salaam sikuwa na ndugu hata mmoja wa kuweza kunichukulia dhamana. Nikakosa dhamana pale, ikawa safari yangu ya kwanza kuliona jengo la Segerea. Kwa hiyo hapo moja kwa moja mwendo Segerea moja kwa moja. Siku na inama pale mlango wa Segerea, maana mlango Segerea naweza kusema jela za Tanzania zote milango yao ni mifupi hivi. Yaani kwa lango kubwa ni ile kama ushakuona zile movie za kisurutani zile. Milango yao ambayo mikubwa ile. Na kuna mlango mwingine mdogo ukiingia unainama hivi. Ukati naingia hivi na pale cha polisi pale nilishaaminishwa kwamba ukiwa na kesi ya kubaka lazima unafungwa miaka 30. Sasa miaka 30. Na wewe kipindi hicho kuna miaka 17 na miezi, lakini kituo cha polisi yule askari hakuweza kuenea 17, aliandika 19. Maana ukipiga hesabu kuanzia 98 mpaka 2015 ni miaka 17. Hakuweza kunikubalia, akaandika miaka 19. Nimeingia pale nikakutana na watu wengi mule gerezani. Lakini siku ya kwanza ile nilikuwa mnyonge sana, siku ya pili kama wiki hivi. Wiki ya kwanza nirudi mahakamani tena nilikuwa mnyonge sana. Nikukatisha hapo. Ni ipi experience yako ambayo siku ya kwanza unaingia gerezani ilikuwa ni namna gani? Mimi nilikuwa nalia muda wote, sikuwa na uzoefu wote wa mara kwanza kuingia gerezani. Yaani sikupata ujasiri kuwa uzoefu. Unajua leo hii hapa mwandishi uko nje hapa, watu wako mahakamani pale, au unavyoona vile watu wanasoma kesi mahakamani, ukiangalia hivi huwezi kuogopa, lakini ukishafika mahakamani basi sijajua zile sehemu zile zimetengenezewa kitu gani, au kituo cha polisi au jela. Yaani jela ni dunia tofauti na hii tunaoishi hapa. Naweza nikasema hivyo. Mchakato ule wa kulala, kula, kuishi mule mnaishi kisheria zaidi kuliko huko nje huko. Yaani naweza nikasema nilikuwa muoga sana na nilikuwa sidhani kama naweza nikarudi tena nje. Sasa ile kumaliza wiki ya kwanza nipo Segerea pale. Sasa nilikuwa najitenga, nilikuwa sikati na watu. Ikifika muda wa chakula ile na saa 5 nachukua chakula pale, nachukua ugali unaweka katika bakuli vya bati. Na mboga, marage ni gramu 100 wanaweka katika kikombe cha bati. Napewa hivi nakaa najitenga hivi. Kuna wengine wanakuta wanategeza kama maskani, nasema maskani. Wanakaa wawili watatu wanakula. Sasa mimi nikaa najitenga peke yangu, sitaki ukaribu na watu ile. Siku moja kuna jamaa mmoja akaniambia, wewe utajitenga mpaka lini? Kuna watu hapa wameingia hapa muda mrefu sana gerezani na hawajitengi. Sasa leo hii wewe ukisema ujitenge hivyo, unaweza kuja kufa na mawazo hapa. Kila kitu anachoniambia kikaa kinaniingia kichwani. Wafungwa wanashonewa kitambaa cheupe hapa kwenye ile suti yao ile ya carrot. Washona kitambaa hapa kinaandikwa hapo mwaka walio kwanza namba
namba yake ya kituo cha husika pale anapokaa, na mwaka aliofungwa, mwaka alitakiwa atoke, na mwaka sasa rasmi wa kutoka baada ya msamaha, yani baada ya kupunguziwa. Sasa nikaangalia kuna watu pale nimeona pale wameingia gerezani wamehukumiwa maisha, yani maisha life sentence. Wamehukumiwa na 88, 85 ambayo mimi si dalili ta kuzaliwa. Yani make mwaka na 85 na nazaliwa kaka yangu mimi. Kaangalia pale kasema sasa mimi ni binadamu kama wale, nikisema niendelee kujifikiria siku tena kama nitakufuru tu Mungu pale. Sasa na mimi pale nikaanza kujichanganya pana watu pale, jamaa wale nikakaa naye tunakula. Yeye alikuwa amehukumiwa miaka 15, alikuwa na kesi ya Lobal yani miaka 15 hivi. Kwa tunakaa naye pale, naenda mahakamani, narudi, ananipa ushauri jinsi kesi zinavyoendeshwa, jinsi ya kuongea mahakamani. Sasa jinsi alikuwa ananisimulia yeye huko nikienda mahakamani, na kuna vitu vingi tofauti vinavyoongelewa. Kana tena mahakamani tena kwa ajili sasa ya yule, unajua kesi ya ubakaji ni kesi ya jamhuri. Kesi ya jamhuri, yule muanga anakuwa kama ni shahidi namba 1. Fika pale akaapishwa, taja majina yake pale. Akasema nakumbuka siku ya 25 mwezi wa 12 2015, mja saa 3 usiku alivamiwa na kuanza kubakwa na kijana Yasini Mohamed Ayubu ambaye ndio mimi sasa ni kijana wake wa kazi. Hapo mmoja ushahidi wake pale, mimi nikaambiwa nimuulize maswali. Sasa ni mara yangu ya kwanza kufika mahakamani, sina uzoefu na kuongea mahakamani, kujiamini na umri wangu ni mdogo. Sasa pale mimi nikawa nakataa, naweza kuna maswali ya kumuuliza shahidi. Mimi pale nikawa nakataa, nasema mimi sina maswali ya kumuuliza ndogo shahidi. Sasa kumbe nilikuwa sijui kwamba nikisema sina swali la kumuuliza shahidi kama unakubali. Wewe ukisema una swali maana kile alichokiongea kile kina ukweli 100%. Sasa nikitoka pale nikienda gerezani pale, na niko tu mahakamani na gerezani pale, nauliza vipi umeongea na shahidi? Nimeongea na shahidi. Sasa umeongea nini? Naelezea pale. Umuuliza maswali? Basi sina maswali. Sasa umekosea, bidi umuulize maswali. Sasa mimi namuuliza maswali gani sasa? Mimi ni kwanza kufika mahakamani afu sijui sasa pinge vipi. Mimi nikataa tunalia. Sasa sijui kama kumbe Korea mahakamani akusababishi wewe kukutetea au onekane eti hakimu akuone wewe hujafanya tukio. Anatakiwa pale upingane kwa hoja, upingane kisheria ili uweze kuikataa ile kesi. Na nikusitishe kidogo, haukupewa labda wanasema kwamba mawakili wa serikali kwa ajili ya kukutetea kwa upande wako? Yani wakili wa serikali, ni serikali inekea wakili? Nasikiaga kwamba unaweza kupewa wakili ambao wa serikali, au inakuwa ni vitu viwili tofauti. Hapo ulipoingizia ni pazuri zaidi ili tuweze kufundisha watu zaidi. Kesi ya ubakaji serikali haiwezi kukuwekea wakili hata siku moja, haiwezi. Yani subiri nikatishe, sisemi haiwezi, lakini kwa sasa hawajafikiria bado. Kama atafikiria, anaombea rais wetu ana maono na anaona kwamba kuna watu wengi wanadhulumiwa haki zao, basi hajaribu kushauri bunge la katiba iweze kupanga hivyo, ili hata kesi za ubakaji basi wawekewe wakili kwa msaada wa kiserikali, ili toa kifungwa wafungwe kwa haki. Lakini kwa sasa hakuna katiba inasema kwamba, hakuna sheria kwamba inasema eti kwamba mwenye kesi ya ubakaji awekewe wakili. Zidi pungui kesi moja tu ndio unaweza kuwekewa wakili wa serikali, na ushahidi wake unakuchukua muda mrefu sana, hadi miaka 8, miaka 13. Ni kesi ya mauaji. Kesi ya mauaji unawekewa wakili kwa sababu akija kuhukumiwa basi aje kuhukumiwa kwa haki. Lakini hizi kesi zingine kama hujakuwa na uwezo wa kumiliki wakili, huwezi kupata wakili kutoka kwa serikali, bado mchakato hawana. Baada hapo ilikuwaje? Sasa ile narudi tena mahakamani sana, niko gerezani pale. Sasa pale nikawa nikasema nikawa mwenyeji. Japo jela hakuna mwenyeji, lakini pale nilianza kuwa mwenyeji. Wewe ukishakaa miezi 2, wewe ni mwenyeji tena. Ishafika 2016 sasa hiyo.
Kwa siku nasikia naitwa majina yangu, na weekend ilikuwa siku ya Jumamosi, naitwa majina yangu. Fika pale naangalia hivi akuta mama. Sasa mama, nilifurahi sana kwa wakati ule. Mama kaja kuniangalia pale, kamsalimia, mama kumsalimia pale. Sasa mama akawa anazidi kunilaumu tena. Niambia, Yasini, kwa nini umefanya hivyo vitu? Mbona umebadilika sana? Lengo lako ni nini? Mbona mtu amekuchukua kutoka nyumbani, amekupa kazi, kwa nini umbakie mkewe? Nikamwambia mama, mimi sijabaka. Naye akakwambia nimembaka. Nikamwambia mimi nimeongea naye, akasema umembaka, hawezi kukusingizia. Kumbe alikuwa ameongea naye akamjaza uongo sasa, kwamba kumwaminisha kwamba mimi nimefanya tukio. Kwa haraka haraka mama hakuweza kuniamini hata kidogo. Mama sasa kajiuliza, hata mama anashindwa kuniamini kwamba mimi sijabaka. Nimelia sana pale. Nikafuta tu machozi pale, nikaenda kuchukua chakula nikala. Sasa nikasema, sasa kama mama ameshindwa kuniamini, sasa nani anaweza kaniamini kwamba mimi sijabaka? Sikuweza kumlaumu mama kutokana Yesa alishakalilishwa kaambiwa, na yote kote nikapokea. Nikaendelea kusota mule gerezani, nimesota. Siku sasa nikaenda tena mahakamani sasa kwa ajili ya ushahidi sasa, ambapo wale walikuja kunikamata sasa wale wameapishwa pale. Nakumbuka yule mmoja wale akasema, Mheshimiwa Hakimu, sisi hatujaona tukio la huyu kumbaka bosi wake. Sisi tumekimbilia tu pale kelele. Kelele za kupigwa pale, lakini hatujaona tukio, na akatuomba msaada tuweze kumsaidia kumkamata, kumpeleka kituo cha polisi. Tukampeleka kituo cha polisi Chamazi pale, wakatukatalia, tukakodi bajaji tukampeleka kituo cha polisi Mbagala. Sisi hilo ndio tunalokumbuka, hilo la kumkamata huyu. Wale ushahidi wao ukaishia pale, ni walikataa kutoa ushahidi ambao wa kuongopa ule. Yani pasa nikauliza tena kuuliza maswali, bado nikakataa tena kwamba sina maswali ya kuweza kuuliza. Nikarudishwa Segerea tena. Tena Segerea. Sasa udisha Segerea tena pale, yule brother sasa akaniuliza, "Vipi? Mbona leo umerudi mnyonge sana?" Nikamwambia, "Mtoko kuongea tena mashahidi wawili. Sasa naona kabisa mimi nakwenda kuhukumiwa miaka 30. Sasa miaka 30 nitatoka kweli mimi?" Sasa akawa ananipa imani pale, anambia, "Usijali, utatoka, tuwezi kufungwa hiyo kesi. Kama kweli umesingiziwa, huwezi kufungwa hiyo kesi." Japo ananipa moyo, lakini nafsi yangu yenyewe inasema kwamba mimi siwezi kutoka tena jela. Yaani lazima tu, kama sijafia jela, basi ndio mwisho wa maisha yangu, siwezi kutoka jela tena. Kumbuka nakumbuka wakati yeye japo alikuwa ananifariji vile, lakini huku mimi nilikuwa nauliza watu pale, maana watu pale zaidi ya 50 wenye kesi kama yangu ya kubaka, wanaambiwa ni wachache sana wanaotoka, lakini wengi wao walikuwa wanafungwa. Na pale sasa sasa kaniambia, ambaye shahidi ambaye ni mbaya ni daktari. Daktari akija kudhibitisha tu kama yule kabakwa, kwani lazima ufungwe miaka 30. Sasa daktari akasema, daktari hawezi kudhibitisha maana yule si hajabakwa. Daktari pale hawezi kudhibitisha kwamba yule kabakwa na wakati hajabakwa. Nikakaa pale siku kurudi mahakamani. Sasa nakutana na daktari sasa, ambaye alojitambulisha ni daktari japo alikuwa sio daktari. Jitambulisha pale ni daktari, kasomea chuo cha daktari Mkomaindo, ambaye Mkomaindo ni iko Masasi, mkoa wa Mtwara. Nakumbuka siku ya 26 majira saa 4 saa 5 asubuhi hivi, kampokea yule dada akidai kabakwa na mfanyakazi wake. Akamuuliza maswali kwamba je, kuna
mchubuko wote, akampima HIV, akaonekana HIV hana, akaandika pale. Iko ndio kitu anachokikumbuka yeye. Au mwanza kutoa ushahidi pale, tena mimi tena sikuweza tena kuuliza maswali. Ushahidi ukafungwa, kufungwa ushahidi. Sasa nikataja nije tena mahakamani tena kwa ajili ya kuja kujitetea. Nakumbuka hakimu aliniambia, Yassin Mohamed Ayubu, shtaka limekutia hatiani. Sasa itatakika uweze kujitetea. Nikarudishwa Segerea. Wakati wa zamana nimekosa zamana alikuwa anatakiwa mtu ambaye ni mkazi wa Dar es Salaam hii, si atoke mkoani. Mama alikuja tena kwa ajili ya zamana. Akaambiwa haiwezekani. Zamana aje kunidhamini mtu ambaye yuko Dar es Salaam hii. Sasa kufika pale nikamsimulia, akanipa ushauri pale jinsi ya kujitetea, ambaye fika pale wewe pale ni cha msingi pale wewe waambie tu kwamba huyu mtu jambaka, jitetee kwamba ataka kudhulumu. Anataka kudhulumu na mdai kuna pesa zako, makini niliwasimulia kuna pesa zangu walikuwa wananitunzia, waambie kuna pesa zako walikuwa wanakutunzia, huyo mtu hujambaka, anataka akudhulumu, akutapeli. Wanaambia vile, mimi naweka kichwani wafikiri siku ya kwenda mahakamani. Baada mimi nikaangalia vile, mheshimiwa hakimu, mimi sijambaka huyo mtu, mimi anisingizie tu na mdai hela zangu za mishahara. Makao wakati ule nilikuwa nimefanya kazi miezi 10. Kwenye miezi 10 ambayo miezi miwili nilipwa, miezi 8 bado sijalipwa, ndio pesa nimetuuziwa zile. Kama sijambaka mimi namdai tu huyo, anataka kunidhulumu. Huko nalia. Sasa vile vitu hawezi mimi kunitetea, yani kusema tu vile. Hakimu akaniambia hapo utetezi wako umeisha, kama umeisha ndio. Kama sasa utetezi wako uliotoa haujalenga kesi. Wewe takiwa uwapinge au mashahidi walichokiongea, ujitetee kuhusu hii kesi. Sasa unamdai una nini, hiyo ni kesi nyingine. Bidi ufungue kesi nyingine. Hapa havihusiani masuala kudai, hakuna hapa kuna kesi ya ubakaji. Awambia vile hakimu na alizidi kunichokesha pale sasa. Nikaambiwa nije nilipo ndani ya siku 14, nije tarehe nyingine kuja kusikiza hukumu. Nikwambia nina hukumu tu pale moja kwa moja pale nikaandikia tayari kwa maswali za kutoka tena miaka 30 inanihusu. Nikarudishwa Segerea, nimekaa Segerea pale. Nikaongea na yule rafiki yangu yule, ni kama ndugu yangu yule. Nikamweleza, kanambia kama nakwenda mwezi wa makidi kwa nina mwezi wa 4. Kwenda mwezi wa 4 kwa ajili ya kusikiza hukumu, kusomea hukumu yangu. Akanipa moyo pale, anambia wewe unaachiwa. Lakini ukiachiwa usinisahau. Kaa ndani ya miezi 2, ukipata hela njoo nitembelee. Nipo hapa rafiki yako. Kama sawa. Kada nifariji vile mimi napata kichwa hiko. Na kuna kutoka. Fika siku kama pale mwendesha mashtaka amesoma pale. Wakati nasoma tu nikajua moja kwa moja kesi siwezi kuachiwa tena. Hakimu akamalizia kusoma hukumu pale, akamwambia Yassin Mohamed Ayubu anahukumiwa kifungo cha miaka 30 na fidia shilingi 500 na viboko 10, yani na bakora 10, fimbo zile, kwamba kama sijaridhika na hukumu basi nikate rufaa. Na kama sijakata rufaa nikamaliza miaka 30 basi nikitoka nikamalipe fidia yule dada ambaye shilingi 500 ya Kitanzania. Pale na kutana mwingine anaongea sasa pale, mimi sielewi tena pale, ni kichwa kishapata moto tayari, niko nalia tu pale. Ndo basi tena miaka 30 siwezi tena kutoka miaka 30 tena gerezani. Ndio mwisho wangu tena maisha tena, sitoona ndugu zangu, sitomuona mama. Toka pale wakanifunga pingu haraka pale, nikapelekwa katika basi la magereza. Nikasubiri watu wengine pesa wamalize kesi zao ili tuweze kurudi gerezani. Tumerudi gerezani, nakumbuka ilikuwa saa 2 kasoro usiku. Fika pale moja kwa moja na hata selo nikabadilishwa, nikapelekwa selo zingine. Siku pili yake tukapelekwa kwa mkuu wa gereza. Sasa kama mfungwa mgeni sasa, nikabadilishwa nguo zangu za kawaida, nikapewa mfuko, nikaweka nguo zile, nikaandikishwa jina langu pale. Nikapewa zile sare za magereza, uniform za magereza.
nikapewa namba kwa wakati ule 2016 nakumbuka nilikuwa na namba mfungwa namba 213 hivi. Tu kama 203 204. Nikaulizwa pale kwamba mlisi wangu ni nani endapo kwa nitakufa nikiwa gerezani. Nani mlisi wangu? Nikaandikisha mamangu mzazi. Ikaandikwa namba zake za simu. Kawaida pale mwenyekiti wa napotokea kaandikishwa majina yake. Namba zake za simu sikuwa nayo lakini majina tu yalitosha. Sasa mwanzo usajili pale nikamwambia mkuu wa gereza yule aweze kumpigia simu mama aweze kumfahamisha kwamba mimi nimefungwa. Nikampa namba kwa gereza akapiga simu pale pale. Piga simu ngamiza wewe ni mama Yasini? Ndio. Yasini kwa wapi? Mama akamwambia Yasini ipo jela ameshtakiwa amembaka mke bosi wake. Akamwambia ni kweli ameshtakiwa lakini sasa hivi sio mabusu tena amehukumiwa miaka 30. Kwa hiyo hapa anahamishwa gerezani, anahamishwa jela. Unajua ukishafungwa miaka 30 uweze kukaa Segerea. Segerea pale ni ile jela ni mahususi kwa ajili ya mahabusu. Jela ambao wanatajika wafungwa ni Ukonga. Ukonga pale wafungwa walikuwa pale ni wachache sana, wafungwa kuanzia miaka 10, 5, miezi 6, wanakuwa ni wachache sana. Nikahamishwa jela pale nikapelekwa Ukonga. Sasa Ukonga na Segerea ni tofauti sana. Ukonga ni kubwa sana. Ukonga ipo ni kama gereza, yani ndio makao makuu ya magereza, yani ndio gereza kuu Tanzania mzima. Japo pale wameandika gereza kuu Ukonga, lakini yeye ndio gereza kuu Tanzania mzima. Pia inachukua watu zaidi ya 1000. Kwa hiyo hapo ndipo maisha yako rasmi ya gerezani yalianzia Ukonga, ukiachana na huko Segerea kama mfungwa yake ameanzia pale Ukonga. Experience yako ya kwanza, yani ni kitu gani ambacho unakikumbuka ambacho ulikutana nacho Ukonga kwa siku yako ya kwanza baada ya kutoka Segerea? Kutoka nimetoka jela kwenda jela, hakuna kilichobadilika zaidi ya uwanja wa mpira tu. Ukonga kuna uwanja wa mpira mkubwa, Segerea ni eneo ni dogo sana. Segerea kuna uwanja mdogo alafu una kokoto zile, lakini Ukonga uwanja ni mkubwa na umezungushiwa miti hivi ambavyo mnacheza mpira ni kama ulivyokuwa uwanja wa shule hivi. Lakini kulala ni vile vile, vyakula ni vile vile vibadiliki. Maisha ilikuwa ni yale. Sasa fika tena pale Ukonga pale tena nikabadilisha tena namba. Ile namba ya Segerea nikaacha na Segerea. Nikapoa namba ya Ukonga sasa. Pale sasa nikanaji sasa nikalanga namba yangu. Wake itajika nitoke 2046. Itajika nitoke. Sasa nikaja kupunguziwa 1/3, hata 1/3. 1/3 unapunguziwa kila mwaka, yani kwa mwaka. Nasema kwanza kifungo cha mwezi. Ukifungwa mwezi mmoja wanakutolea siku 10. Siku 10. Unatumika siku 20. Ukifungwa mwaka wanakutolea miezi 4. Utumike miezi 8. Sasa ile miaka 30 wakanitolea miaka 10. Nitumike miaka 20. Hapo ilikuwa tajika mimi uraiani nirudi 2036. Kwa mpaka sasa hivi bado ungekuwa kama ndo upo ungebedi huko bado. Mpaka sasa hivi natakiwa niwe gerezani. Sasa singeweza kujua jela gani maana nimepita jela nyingi unajua mpaka hapa sasa hivi. Nikakaa pale unajua ukishafungwa miaka 30 uwezi kuaminika kutoka ndani ya wiki ile au ndani ya mwezi ule kutoka ile kwenda kufanya kazi zile wanazofanya wafungwa kama ile kufanya usafi labda kwa baadhi ya viongozi, kwa mkuu wa mkoa au kule kwa mawaziri, uwezi kuaminika kwa wakati ule. Nikakaa pale sasa nakumbuka ilikuwa rais wa awamu ya 5 hayati John Pombe Magufuli alisema wafungwa wafanye kazi, hakuna tu kukaa tu ndani, wafanye kazi. Pale ilitokea escort ya wafungwa wasiopungua 50 kuhamishiwa gereza la Kilimo ambayo linaitwa gereza la Kitai. Ni camp hivi Kitai ambapo wanakochukua makaa mawe liko Ruvuma wilaya ya Mbinga. Kahamishwa
Kuhamishwa, tumetoka hapa na gari, kituo chetu cha kwanza kilikuwa Masasi. Ilikuwa gereza moja liko Masasi pale. Fika pale Masasi, tukapumzika pale, majira ya saa 2:00 usiku, safari kaanza tena pale. Tumetoka pale, tumefika Songea mjini alfajiri kwenye saa ngapi? Ilikuwa kwenye saa, kama sikosei, kwenye saa 11 hivi. Tumefika pale, ikali tupumzike sasa pale. Tukapumzika pale mpaka nafika majira saa 3 asubuhi, safari kaanza tena pale kwenda sasa wilaya Mbinga, ambapo ni pembezoni za Ruvuma. Pelekwa pale, tukaandikishwa tena pale kama wafungwa wageni kwenye masuala ya kilimo. Maisha ya pale ilikuwa tofauti sana, tofauti na hizo jela zingine nilizopitia na kutoka Segerea hadi Ukonga. Kutokana na hizo jela niziko mjini. Nakumbuka ile mara ya kwanza niliteseka sana. Maana sema tuliteseka, lakini sasa hapa nijiseme mimi mwenyewe niliteseka sana. Nakuta zile shamba zile nakuta mashamba ni makubwa sana. Shamba ni zaidi ya eka hata 8. Hata eka 16. Kuta huku shamba katikati kuna barabara hapa ambapo zinapita gari zinakwenda kuchukua makaa mawe. Haya makaa mawe unayaona yamepita katikati ya shamba la gereza, barabara yake. Huku mnalima, unakuta huku askari kashika fimbo anapiga mfungwa hivi, huko anafanya kazi. Wale wafungwa wanaolima kwa kuzubaa kwa nyuma, unakuta mkono mnalima, unanyosha mkono hivi. Huu sawa wako unatajika ulime sasa ufanye kazi hiki kipande ukilime hiki. Sasa mimi nikawa najitahidi kulima niwe mbele, lakini kuna askari ambao alikuwa tayari ameshanichukia. Unajua ile kuna ile wakati ile kuna mtu mwingine hata kama umjue unaweza kumchukia tu. Unaweza kumchukia na unataka umjue. Yaani leo hii hapa sawa mimi nikuchukia bila kukujua, bila kunikosea. Sasa yule askari kwa mimi kama anipendi tu. Ameshika fimbo anatafuta watu, anakuja ananipiga tu fimbo mgongoni, kiunoni. Sasa kapiga siku ya kwanza, pia siku ya pili, mimi kitu sikipendi, nikaenda kushtaki kwa mkuu wa gereza. Kushtaki kwa mkuu wa gereza. Kwa gereza kumuonya. Siku ya kaja tena shamba pale. Wewe si umeenda kunishtakia kwa mkuu wa gereza Sasa leo subiri nikuoneshe leo sasa. Kaja pale akanipiga fimbo ilikuwa imenipiga shingo hivi. Kila kitu mimi nikakivumilia kwa muda ule, akaja akanipiga tena kiunoni. Mimi nikainua jembe ile nikampiga nalo hapa kwenye makali, nimemkata hapa. Kumkata hapa ilikuwa ile bega ile ndio ilikuwa ameweka silaha hivi. Akawa ameanguka chini. Kuanguka chini damu ilikuwa zinatoka pale. Wale askari wengine ilikuwa askari kwa chache, ilikuwa askari 6 wale. Wakaita fungo watu wakakaa sehemu moja chini. Ikaitwa gari pale ya gereza ndogo. Akachukuliwa akapelekwa hospitali. Kutoka pale kuna hospitali ni kama kilomita 15 hivi. Akapelekwa hospitali. Mipapa tukachukua tukarudishwa wafungwa wote gerezani. Kushwa gerezani pale. Mkuu wa gereza kaja pale. Shida ni nini? Sasa kuna askari sasa wakataka wanipiga, msimpige. Shida ni nini? Kaelezea pale kama nishije kumshtakia huyo askari kwamba anipige bila sababu ya msingi. Na vile vile hata kule shamba kuna mchaji nishije kumwambia kwa mkuu wa gereza, wewe ulivyomuita kumuonya akaja na leo tena akawa nitokana, akasema atanionyesha. Sasa kanipiga, mimi sikukubali, nikapanda hasira wakati nipiga fimbo, na fimbo ilikuwa imejichora kabisa kwenye shingo hivi, ilikuwa imevimba hivi. Yule kwa gereza akasema sikutetei, lakini akitana askari wake akasema simtetei, lakini mchokifanya nyinyi sio vizuri. Kama mtu anafanya kazi unampigia nini? Na kama mfungwa amekosea basi mleteni kwangu, mimi sasa ndo nitaamuru apoe kosa gani, kama kafungiwe selo au apigwe. Yaani aadhibiwe, na uwezi kumchukua fimbo tu kumwadhibu mfungwa akiwa anakosa. Kuna vitu vya kumwadhibia, kuna virongo unaweza kumwadhibu katika magoti, unampiga ile sehemu ambapo hawezi kuvunjika katika magoti humu, katika hizo joint hizi, na mfungwa bila adhibiwe. Kwa maana hiyo askari kosa kalitaka mwenyewe. Sasa wale walivyoambiwa vile, sasa akaona kama mimi nimitetewa. Sasa wakawa wanajilasi na mimi. Yule mkuu wa gereza yule akanipa tena escort pale, nihamishwe sasa.
Nikahamishwa pale peke yangu, nikahamishwa gereza la Lindi. Sasa nikarudishwa Lindi sasa. Kurudishwa Lindi na huku kila jela noama mama lazima nimfahamishe kwamba nahamishwa naenda huko, nahamishwa niko huko. Fika Lindi pale ni karibu sasa, ni mkoa mmoja wilaya tofauti na mama. Nimfahamisha pale Lindi mjini kuna wajomba zangu. Wakaanza kuja kuniona kila weekend, Jumapili, Jumamosi wanakuja kuniona pale. Wanakuja na zawadi waniletea. Mama siku ile akaja akaniona. Nikakaa pale. Kazi kubwa ya pale gereza la Lindi pale ni nini? Kutengeneza chumvi. Pale pana mashamba ya chumvi. Kuandaa chumvi na kuvuna. Msimu kama hapa hizi wakati wa mvua hii. Sasa hivi pale ndio kuna kazi kubwa pale ya kubeba chumvi, kuvuna chumvi za pale. Kuanzia mwezi wa 8 ambapo unaweza kuandaa mashamba ya chumvi, ambapo unaandaa ile makalo yale. Kuanzia mwezi wa 10, 11 pale navuna chumvi. Bila kama huu pale unakuta kila mfungwa na ndoo kubwa. Na ilikuwa kwa siku ili kila mfungwa mmoja abebe ndoo 40, ndoo 50, isipungua ndoo 40. Mnavuna chumvi pale, mnajipanga mstari, mnakimbia kwenda kwa katika gala. Sasa mimi katika gala fanya kazi pale. Sasa ile chumvi, ile ndoo ya 20 ni mzito sana, hadi misuli mkaa inauma sana. Kwenda hivi sasa nikanakataa sasa pale. Kukataa hivi nikawa nabisha. Ukibisha nakuta unapigwa virungu, unazibiwa, unachukuliwa, unapelekwa katika selo ile unakuta ina kalo. Inawekwa maji mule, unawekwa mule uchi kabisa. Nguo zile zinachukuliwa zinawekwa nje. Chakula upati kama unavyokula kawaida. Ugali unakata vipande 4, unapaka kipande kidogo na mchuzi tu maharage. Adhabu yako kama umeziba utalala selo siku 7, unashinda selo mule. Asubuhi, mchana, usiku unashinda selo. Zile adhabu zile nazitumikia. Mwisho wa siku ule utukutu wangu wakanipa jina, wakaniita Baloteli. Askari wakanipa Baloteli. Baloteli wa gerezani. Baloteli, wakaniita Baloteli kutokana na ule utukutu wangu ule. Hakuna kitu ninachokiogopa. Askari anaweza akanipiga kirungu, nikaichukua kirungu nikakiturushia huko. Askari ili nisimrudishie, anipige tu kirungu. Yaani kana askari kutaka, yani nikaona askari ananionea, akinipiga kirungu sisi kumrudishia, lakini askari akinipiga kofi na mimi namrudishia kofi. Nikaitwa Baloteli pale. Kwenda hivi askari wenyewe wakazoea. Akasema huyu mtu tutakuja tutamuua bure hapa, cha msingi tumwache tu. Pale nikagoma pale kwenda kwenye genge lile la kwenda kuzoa chumvi. Pale nikapangiwa kazi za usafi, kwenda kufanya usafi kwa mkuu wa mkoa, usafi kwa RPC, usafi kwenye baro la magereza, usafi kwenye baro la polisi. Kuna watu wengine labda wajui maana bwalo ni nini. Bwalo ni zile baa za polisi na magereza, ndio zinaitwa bwalo. Iko ni Kiswahili fasaha iko. Sasa nilipopanga kule sasa nikaa nimetulia sasa, sigomi sasa, sifanye kazi ngumu. Pale sasa nikapoa kitengo cha usimamizi, nikapoa kitengo cha nyapala, ni leader wa kusimamia wale kuna kufanya usafi kule. Mkasubuhi pale katika uwanja pale, nachukua karatasi, unaandika namba ya wafungwa kama 5. Tunapewa askari 2 pale. Tunakwenda tunafanya kazi pale. Majira ya saa 8, saa 9 mnarudi gerezani. Sasa kuna siku moja tumekwenda kufanya usafi katika wanasema ikulu ndogo kwa mkuu wa mkoa. Kumbuka ile siku alikuwa anakuja naibu waziri. Kuja naibu waziri wa mambo ya ndani. Fanya usafi pale sasa. Kuna mfungwa alikuwa amekimbia hivi. Mimi nimemwona anakimbia, lakini sikutaka kuongea. Unajua mwache jisaidie tu. Akimbia zake, akakimbia. Sasa nikazoga pale kama kuna kitu nilichokiona. Yule askari sasa aona mfungwa hapo kidogo, mwingine amuone, katuita pale. Baloteli, kuna mfungwa amekimbia, mfungwa yuko wapi? Mbona mfungwa mmojatimia hapa? Tuna watu 6, mfungwa 6. Havona vile kidogo akaita gari pale tuko gerezani. Ufika pale akaenda kuniripoti kwamba nimemsaidia mfungwa kukimbia. Mimi nikamkataa, nikamwambia kwa nini nimsaidia akimbie? Kwa nini tusingekimbia wote? Kwani mimi nimeridhika haya maisha? Mimi nikamkataa kwa gereza. Mimi siwezi kumsaidia mfungwa akimbie. Kwa nini nisikimbie naye? Kama mimi kakimbia mimi sijamuona. Mimi nipo nafanya usafi sehemu nyingine na yeye fanya usafi sehemu nyingine. Askari anatakiwa awe makini kuangalia mfungwa asikimbie. Ndio kazi yake.
pale kesi ikaisha pale. Sasa tumekaa pale Lindi pale, nakumbuka pale kulikuwa na jamaa mmoja alikuwa anaitwa Aliatibu Shikuba. Walikuwa na makesi ya mada kipindi hiko, lakini Mungu kamjalia Aliatibu akapata dismiss kesi hapa. Akaenda kunguruma, alikuwa na kesi yake nyingine kwa Marekani, kwa alisema alikuwa na kesi ya madawa. Yeye ndio yule jamaa almaarufu sana issue za madawa Shikuba. Ile atoa Aliatibu, ile ni Mpemba mmoja hivi, alikuwa rafiki yangu sana pale gerezani pale. Alikuwa na wenzake yake na Asmani. Naomba Mungu awajalie basi waweze kumaliza kifungo chake. Wameshahukumiwa muda si mrefu, tunaweza tukaona kwa neema ya Mungu. Wamehukumiwa juzi kati tu 2021, lakini muda si mrefu wanaweza wakaachiwa. Wamebakia wenzake. Sasa tumekaa hivi. Mimi sasa pale sasa nikawa sasa sitaki sasa tena kufanya tena usafi tena. Nikarumu ndani mole. Kazi ya unyapala hapo ikawa ngumu kwa upande wako. Bado nilikuwa kiongozi. Maana unyapala unapoa mkanda ule. Ule mkanda ule mpaka ufanye kosa mkuu wa gereza uchukue. Maana anatoa ni mkuu wa gereza. Bado sasa pale nikawa naishi mle ndani vizuri, tuna nini mle. Sasa nikawa namsimulia yule Aliatibu, yule Shikuba, jinsi malezi yangu, nilivyozaliwa, nilivyobahatika kufika, elimu yangu, familia yangu, jinsi maisha yao ilivyokuwa duni. Sikutaka kuficha, unajua huwezi kuficha chochote kile ili upate msaada, hakuna cha kuficha. Na yule pale yule japo alikuwa na kesi, lakini siwezi kusema moja kwa moja kwamba alikamatwa na madawa, lakini alikuwa anatumiwa. Nataka ninyoshe kitu, walikuwa wanatumiwa na madawa. Unajua wale ni binadamu, usije siku haja kuniona ikawa kipengele kingine. Walikuwa wanatumiwa na kesi ya madawa. Sasa walikuwa watu wanawasaidia pale watu kuwalipia faini, wenye 16,000 mwaka wanatoka. Nikamwelezea sasa mwa ndani mwili kwa mimi sana nachezana sana keram. Nilikuwa mimi na keram pale. Kipata yule muda namuelezea masawa hotel, nitakusaidia, usijali, nitakusaidia. Siku ile sasa akanisaidia mara ya kwanza kunitafutia mwanasheria huko ndani magereza. Wakaniandikia rufaa ya kwenda kwa jaji mmoja. Ina kwenda mahakama kuu. Ile rufaa ikatumwa hadi mahakama kuu Dar es Salaam, kutoka mahakama kuu Dar es Salaam. Sasa anahitajika nije kusikiliza rufaa sasa. Kuja kusikiliza rufaa huko, ile rufaa ilikuwa imekosewa, ilikuwa sababu zilizoandikwa mule ilikuwa zina mashiko. Nikaambiwa niendelee na hukumu yangu, na kifungo changu kutumikia. Pale sasa nikarudishwa tena Dar es Salaam, lakini nilikuwa toka Ukonga kuna kusikiliza rufaa. Rufaa ilivyogoma nikarudishwa tena kule Lindi. Sasa Lindi alivyoniona, vipi kijana? Vipi muda rufaa bado? Nikamwambia rufaa naomba nipite mule nitumikie kifungo changu. Akasema basi sawa, Mungu labda hajapenda utoke kwa wakati huu. Ndani ya mwezi mmoja pale Shikuba sasa akawa anahamishwa sasa kwa mshua Ukonga kwa ajili ya asafirishwe akasikize kesi yake nyingine huko. Kesi ya Tanzania pale ilikuwa dismiss case, walikuwa wameshikilia kutokana na kesi nyingine ya nje. Pale nimekaa pale nikapata na escort tena kwa mshua gereza la Mtwara, linaitwa gereza kuu Lirungu, liko pale Mtwara mjini pale, barabara kama unakwenda airport, ni karibia na airport. Fika pale gereza la Mtwara nalo ni kubwa tofauti na gereza la Lindi. Fika pale nikaandikishwa tena pale kama mfungwa mgeni pale. Sasa nikikutana na watu pale ambao hatukuwahi kujuana, lakini kutokana tunatokea wilaya moja na kata moja, sasa ikawa ni kama ndugu, tunawasiliana hivi na hivi. Sasa yule koja mmoja sasa nikamuelezea uko wetu, akasema kumbe huu ni uko wenu mbona mimi nawajua? Unajua najua kuna mzee fulani unamjua? Anamjua. Si yule mzee yule ambayo kifo chake kitokana na kugongwa na gari? Ngamba ndio babako yule? Mimi babangu. Sasa pale kama ndugu yule. Yeye alikuwa na kesi yake tu yeye mwenyewe.
Tumeishi pale sasa. Kuna jamaa mmoja hivi alikuwa mahabusu, alikuwa anatumiwa na yeye, anasema alikuwa anatumiwa ya maka, alikuwa ni askari, alikuwa afisa wa uhamiaji, alikuwa anatumiwa kesi ya uhujumu uchumi. Akaniita akaanza, kifungo chako tofauti na umri wako, umefanya nini? Nikamwelezea pale jinsi ilivyokuwa. Umefanya hivi? Kama ndio. Ni kweli? Ni kama sijafanya kesi. Sasa basi kama hujafanya kesi, nisaidie nakala yako ya hukumu ili niweze kuipitia, niweze nijue jinsi ya kukusaidia. Sawa sawa, nikaomba nakala ya hukumu ile. Nakala ya hukumu kisheria nataka nikanunue mwenyewe, nikasema hii siwezi kuitunza, nikaomba admission waniwekee katika ofisi za magereza. Nikampa akapitia, sasa ni kesi mbona ina mapungufu sana hii kesi. Mbona ina mapungufu hii kesi kwenye masuala ya ushahidi. Huyu anasema umembaka, hata majina yako ameshindwa kuyataja yote kama kweli umembaka wewe. Na cha pili, huyu anasema daktari, huyu anasema kwamba kampokea muhanga ambaye ni shahidi namba 1 aliyobakwa tarehe 26 na huyu mtu kabakwa tarehe 25. Kwa nini sasa alienda tarehe 26 na akwenda tarehe 25 hospitali? Na huyu aliyobakwa umri wake ni mkubwa. Sasa na hospitali hakuna kipimo. Izidi pungua, anauliza tu maswali kwamba kuna mchubuko, kuna nini, HIV su nini, hamna. Yaani hakuna kipimo cha moja kwa moja cha kuonyesha kwamba mtu kabakwa. Sasa na huyu vile nikate rufaa hapa, ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, huyu sio daktari. Ikichuo anachosema yeye kwamba amehitimu daktari, ikichuo akitoa madaktari ambao kiko Mkumaindo kule Masasi. Kile chuo kinasemekana kinatoa manesi, sio madaktari. Yaani akitoi degree ya daktari, matabibu. Sasa sababu ya kwanza, huyu sio daktari, na cha pili vile hajaacha kopi ya kitambulisho chake hapa cha kuonesha yeye kwamba yeye ni daktari. Kwa si nisaidie. Na sababu ya tatu, hao waroje kutoa ushahidi waliokataa kwamba hawajaona tukio, walikimbilia tu, lakini wao hawajaona tukio la kwamba wewe ulifanya kesi ya ubakaji. Sasa mimi nataka nijue ulifungwa vipi, kama kuna rushwa ilitumika basi tuweze kujua. Kama sasa nisaidie. Akachukua ile karatasi ile, akapitia akambaki nayo. Sasa ipita kama miezi 2 hivi, siku anaita na njoo saini. Akanichukua hapa tukaenda ofisi ya admission, kulikuwa na askari mmoja pale. Hadi sasa hivi yupo na kwa nampenda sana, ni mtu kwa kwetu anaitwa Afande Ahmadi. Na wasiliana naye hadi leo hii hapa, na kama wiki tunasema nasiliana sana. Niona pale Viba Hotel, unajua jina hadi kule tenda Viba Hotel fresh. Hamkuja kusaini? Mkuja kusaini ndio. Kanisaini pale, nisaidie bana rufaa hizo kufika kwa haraka. Sema sawa. Wakati sasa ni 2022 sasa hiyo. Miaka tayari ishakatika tayari hapa. Saini pale ndani ya wiki 2 hivi, rufaa ikawa imetumwa. Kutumwa rufaa, nikakaa pale. Yule mzee wangu yule alokata rufaa sasa yule, sikaenda mahakamani. Akaniambia si nimeenda mahakamani, lakini nina asilimia kubwa za kuweza kushinda kesi. Nikashinda kesi. Maana kwa kipindi kile waliambiwa kwamba kama mtu anaweza karudisha kile kiasi walichohujumu basi waweza kuachiwa. Lakini yeye ilionekana hakuweza kuonekana kwamba zile pesa alichukua, maana alikuwa anatumiwa kwamba amehujumu uchumi, pesa za Kitanzania shilingi bilioni 3 za Kitanzania. Nilipopita tu siku sijamuona, nikajua mzee wangu ameshashinda kesi, ameshaondoka. Nikakaa kama ndani ya mwezi hivi, akaniita yule Afande Ahmadi, akaniambia kuna salamu zako. Ile mzee wako alikotea rufaa, nikamwambia karibuni utaitwa, bado anafuatilia rufaa yako. Makao mzee aliniahidi itanifuatilia, atijapaki hapo nje. Sawa. Kaka pale kufika 2023 pale sasa ndo nikapata matumaini, maana nilipata matumaini kwamba kwanza kuona nuru kwamba nitaachiwa pale. Sasa pale nikaenda kufanya kazi za magereza
narudi gerezani na kwenda kufanya usafi. Sema nilikuwa siendi kulima, maana kuna kazi kubwa Mtwara pale kulimia mikorosho na mashamba ya miogo. Lakini nilikuwa naenda kufanya usafi kwa mkuu wa mkoa. Kipindi kile nakumbuka mkuu wa mkoa alikuwa ametoka Kamanzi, amekuja Kamanzi sasa hivi ndio mkuu wa mkoa, yani sasa hivi ni barozi. Huo mtaa wanaitwa kwa mkuu wa mkoa, ambapo pale kuna kama grocery pale, ndio yeye sasa. Ndio kwake pale, ndio alikuwa mkuu wa Mtwara, sasa hivi ni barozi wa Burundi. Naenda kufanya usafi pale, narudi, nafanya usafi, narudi gerezani nini. Pale sasa nikawa nafanya sio kazi, maana ukishafungwa unaambiwa utaenda gerezani haba mwaka. Mimi namba gerezani miaka 30 na adhabu kali. Kazi ni ile ulioajiriwa. Sasa kutokana na kifungo ile ni adhabu, utumikia adhabu yangu. Sasa nikawa najitolea kwa moyo wote, si najipa moyo pale nitatoka. Lakini huko najipa moyo vile, huko kiango kubwa nilikuwa nanipa siku moja nikimbie. Yaani pale nilikuwa najua kama rufaa itachelewa, mimi nitoroke nikimbie gerezani. Kuna askari mmoja hivi, ile askari sidhani kama atakuwa bado hajastaafu au bado yupo. Yaani nilikuwa natamani nimkimbie siku yote, nimkimbie maana ilikuwa mnoko fulani hivi, nimkimbie. Sasa ile siku sasa nafikiria kuhusu kukimbia, kuna rafiki mwingine ndani mmoja alikuwa anaitwa Saidi Kaulo, ambaye naye ameshatoka, ipo raiani. Yeye alifungwa miaka 30, alikuwa na kesi ya lobali. Yeye alipata msamaha, akapunguzwa miaka 5. Yeye katoka juzi tu, ambaye mimi nishatoka tayari. Nikana sila naye. Sasa hizi kesi zetu sisi hazina msamaha. Kesi ya kubaka kisheria hazina msamaha. Japo rais akiamua kumpa msamaha mtu yote anomtaka, ana ile rank ile ya kumsamehe mtu yote anomtaka, kama vile walivyokuwa wamesamehewa kina Babu Seya na mwanae Papi, walivyokuwa wamesamehewa na rais wa awamu ya 5. Sasa mimi nimekaa pale siku, sasa nataka nitoke. Sasa yule rafiki yangu ananiambiaje, hivi wewe unakwenda kufanya kazi za magereza hizo, utatoka hapa una nguvu wewe. Cha msingi hapa kuna ujanja tunafanya. Kuna karatasi fulani hivi ambazo ni za zanati. Mimi kuna zanati magereza mimi kwa ajili ya wafungwa na mahabusu. Unaandikiwa mapumziko pale. Sasa anaweza kuandika kama daktari. Daktari mmoja alikuwa anaitwa Afande Mei, ni mama mmoja hivi na kuna wengine wa kiume. Alikuwa na laza maandiko vile. Ni kama daktari tu. Andika, ifika pale kwenye benchi pale la uwanjani pale kwa ajili ya kupanga magenge pale kuna kufanya usafi kwa mkoa wa shamba wapi. Unakaa pale yani kama unaumwa, yani huwezi kukaa kwa tabasamu pale. Umekaa ujichokesha pale kama unaumwa kabisa. Kwa unyonge. Daktari vipi? Mimi naumwa. Chukua karatasi anaonesha hivi, anasoma. Pale inaandika pale LOD siku 7, yani kufanya kazi ndogo. Ni zamuni wewe ndani usafi nini, kufagia, kusimamia usafi. Basi. Sasa tumetumikia zile kujiandikia vile ndani kama miezi 3 hivi. Sasa kuna siku sasa ikaja wakatustokia sasa, kutustokia kwamba sisi tunafanya zile ule udanganyifu, kwamba sisi hatuumwi. Sasa mimi wakanichukua, wakaenda wakanipiga virungu baya. Sasa wakaniambia nielekeze sasa nani anaandika vile. Mimi nikamwambia naandika mimi mwenyewe. Sasa yule ameshanisaidia nisifanye kazi ngumu, afu siku sasa nimtaje, sasa inakuwa yaingia kilini. Sasa na utukutu wangu mimi nimepiga pale, kama mimi mwenyewe nimejiandikia mimi mwenyewe, naandikia nani? Nimejiandikia mimi mwenyewe. Hakuweza kunielewa. Kanipeleka selo, nimelala ndani ya selo pale siku 3. Katoka. Sasa na huku rufaa sasa sioni dalili za kuletewa summons ya kuitwa mahakamani. Nakumbuka ilikuwa siku ya Jumapili, ule uwanja wa mpira pale Lirungu Mtwara,
umezingushiwa na ukuta wa tofali hivi. Tofali zipo kama hapa, uwanja hapo kwa chini yake. Tumekaa hivi juu ya tofali hivi. Naangalia mpira hivi, sasa nikafikia ilikuwa ilikuwa kuna ligi mule ndani mule. Ilikuwa na timu ya Mtwara, kuna timu mule ya Stand, yuta Stand FC, kuna Simba, kuna Yanga. Sasa mimi nilikuwa nashabikia timu ya Stand ambayo tawila alikuwa katika LOD zile, alikuwa timu ya Stand pale. Nikaacha cheza pale, sisi tunashangilia huko, nikatoka nikaenda kupanda juu ya mti. Kuna miti kama hii hapa ni 140 ile, 140 msano mbali. Nikapanda juu kule, nikanakaa kama naangalia mpira hivi. Lengo langu kubwa pale ni kujitoa uhai. Nilango nijizuru, nijiue ili nikikwepe kile kifungo kile. Maana ninapata tena rufaa kama inachelewa na sijui hatima yangu ni nini. Kwa hiyo baki ilifikia stage mpaka umekata tamaa na ukaona kwamba huwezi kutoka gerezani na option pekee uliona ni kujiua. Ile baki ni nafasi niyo tu kujiua. Maana niliona nikisema nikaa kutumikia miaka 20 yote nitatoka nikiwa niko na miaka 40 kasoro. Sasa sidhani kama naweza nikaja kukuta hata ndugu yangu mmoja yupo mzima na nitakuja kufanya kazi yoyote ile. Na nilikuwa nishafanya kazi ngumu tayari, cha msingi niweze kujiua. Nikapanda pale juu, nikajiachia hadi chini. Kujiachia chini hivi sasa pale chini pale. Lengo langu pale mimi nijiachie hivi nifike kichogo, nifike hata kwenye jiwe niweze kujiua. Sasa nilivyojiachia hivi, unajua Mungu alichopanga yeye na nilichopanga mimi ilikuwa vitu tofauti. Pale kuna mti pale ikawa suruali yangu ilikuwa imejipachika hivi. Sasa ikawa nimeshuka taratibu pale sasa. Ikawa imechana taratibu, nikafikia tu kwenye udongo tu hivi. Kufikia sasa udongo japo ilikuwa na hali ni ngumu. Nikapoteza fahamu na kuja kupata fahamu hivi nipo zahanati ya magereza. Mpata fahamu kaja mkuu wa gereza pale na daktari wa tibia pale. Wewe ni fogani yule hoteli? Hoteli. Wewe shida ni nini? Wewe si rufaa yako karibu ni utaitwa. Ukasikiza rufaa huko, mbona watutafutia kesi mimi nataka ni staff bwana. Mbona wanatafuta matatizo wewe? Uonekane mfungwa amekufa hapa. Ile pale sasa wajua ukishafanya tukio kama lile magereza lazima wakushitaki kupeleka mahakamani. Umejaribio la mauaji, kisheria ni kosa. Kapelekwa mahakamani kufunguliwa kesi kwamba nilitaka niweze kujiua. Wakanifunga miaka 2. Mimi nikakubali, maana ushahidi kila kitu nikakubali. Sikutaka kusumbua tena mahakama, nikakubali kufungwa miaka 2. Sasa ile miaka 2 sikuiona mingi kwa sababu mimi nina mzigo miaka 30. Na huko ile miaka 2 huko inatembea na huko miaka 30 inatembea. Ile nakopo ni kama vile labda umekwenda kumiminia maji baridi kwenye bahari. Sasa nikakaa pale kajifikia sasa hili jaribio la kujiua hili limeshashindikana. Na nje sasa pale tena sitolewe tena nje tena. Nje amenizuia maana unajua mtu kimtoa nje anaweza kakimbia. Sasa pale sasa nikawa najisingizia naumwa. Nenda zahanati pale na mbona naumwa. Napoa vidonge vinachukua na kwenda sehemu na vificha. Tena pa vidonge tena vificha. Kumbuka vidonge vilikupa vidonge vingi. Kumbuka niliba vidonge mwe kulikuwa na kopo mle za ARV. Niliba vidonge vya ARV vipatavyo visipungua 18 hivi. Siku ya usiku sasa katika bweni nikaamka usiku hivi nikachukua chupa yangu ya maji nikameza vidonge vile kulala hivi kaja muda sasa kama nusu saa hivi vidonge sasa vile vikawa vinanipeleka mapigo ya moyo kasi hivi kwa nguvu nikawa natoka povu pale sasa nikawa na focus sana. Nikawa na focus sana. Kufocus ile mfungo pembeni yangu kana nisikia pale. Akamuita yule nyapala wa selo. Kama kuna mtu anafoka kutoka povu hapa au Baloteli. Kuja pale anichukua akagonga mlango. Usiku ilikuwa saa 5 saa ngapi ile. Gonga mlango pale nikatolewa nikapelekwa
zahanati pale. Kwa zahanati wakanichukua kanipeleka hospitali kubwa sasa. Peka hospitali kubwa inaitwa, nimesahau kidogo, ile hospitali ya mkoa wa Mtwara, ni hospitali ya rufaa. Peka pale walifanya vipimo, ikaonekana kwamba nimemeza dawa nyingi, nimemeza ARV. Sasa zimetengeza sumu hadi zikanipeleka mapigo ya moyo. Pale hospitali nimekaa ndani ya wiki mzima pale. Niko huko mifungiwa pingu kwenye kitanda. Upata nafuu pale, nikarudishwa gerezani. Kwa gereza akasema huyo mtu atakuja kuniletea shida hapa gerezani. Sasa msingi za huyu, hebu ulizieni rufaa yake vipi, kama rufaa yake imechelewa basi ameshapelekwa Ukonga. Akasubiria rufaa yake Ukonga huko. Wakati anaongea vile, hajafika hata wiki, ikaja summons pale kwamba Yasin Mohamed Ayubu anatakiwa kwenda Ukonga kwa ajili ya kusikiliza rufaa. Nikapewa escort na askari wawili kuweza kunisafirisha mpaka Ukonga kuja kusikiliza rufaa. Sasa fika Ukonga, nikakaa. Ilipofika ile tarehe mahakamani, kwenda mahakamani pale, faili langu halionekani. Nikarudishwa Ukonga, nikaendelea kuishi pale mpaka faili langu lipatikane. Nikakaa pale kuja kuonekana faili langu na kwenda kusikiliza rufaa yangu pale. Nakumbuka ilikuwa jaji mkuu wa Tanzania, maana ilikuwa ni TCA. Sasa mahakama TCA, majaji watatu, majaji wasaidizi wamesoma pale. Nikaambiwa nirudi gerezani, nikapanga tarehe ya hukumu. Sasa kuja tarehe ya hukumu, kaambiwa Yasin Mohamed Ayubu nimeshinda rufaa, kwamba mahakama ya chini, ni mahakama ya wilaya, hawajui tumia kigezo chepi cha kuweza mimi kunihukumu ndani ya kifungo cha miaka 30, na wameunga mkono sababu zangu za rufaa za kumkataa yule sio daktari asingeweza kuthibitisha kesi ya ubakaji. Kesi ya ubakaji itajika thibitisho na hospitali ya rufaa ya ngazi ya wilaya pamoja na hospitali ya mkoa, na mashahidi wale kukataa. Sasa pale hawajui kama ilitumika rushwa kweli, makini nikata sababu kama pale ilitumika rushwa kuweza mimi kuninyima haki zangu za msingi. Mimi niliandika vile kwamba nimeshinda rufaa pale, nilikuwa na furaha sana, nilifurahi sana siku ile. Nikashiriki gerezani sasa kwa ajili ya kuja itumwe saa ile nakala ya hukumu ili niweze kutoka sasa kwa huru. Nikaa ndani ya siku 2-3 hivyo tuma nakala ya hukumu ile. Kaachiwa pale, mkuu wa gereza pale alinipa shilingi 2000 ya kuweza kutoka Ukonga kuja paka Chamazi. Maana kesi mimi nilipatia Chamazi Dar es Salaam hapa, sasa singeweza kupana nauli ya mkoani. Sasa kutoka pale nimepanda gari paka Mbagala paka Chamazi kwenda pale sehemu ambayo nafanyia kazi. Kufika pale nakuta zile fremu za kwanza hazipo. Fremu hamna pale, fremu tena pale. Ambapo sasa hivi pale Chamazi pale imejengwa sheli. Hamna fremu tena. Nikaenda sema napokaa hapo, kufika napokaa pale. Fika pale nikaulizia pale kama wewe mtu pakahama, lakini kuna sehemu kahamia. Kwenda pale nikapata namba yake ya simu, ilikuwa yupo. Nikaongea na yule blaza wangu, naye akaniambia mimi nimetoka hapo. Niko kwanza alishangaa, wewe Yasin umetoka? Ndio nimetoka. Toka umekimbia au umefanya nini? Ngawa nimeshinda kesi. Inaonekana sijambaka mke wako. Basi pole. Lakini yule mke wangu alifariki 2020. Inaonekana yule alikuwa ametoa mimba ilikuwa ni kubwa. Nikampelekea kupata mauti katika hospitali ya Temeke. Sasa kwa hiyo mimi nimekuja hapa, lengo langu nitaka zile pesa zangu niweze kurudi mkoani wako manitunzia. Akakata simu. Kumpigia hivi simu akapokea. Nikatoka pale. Sasa pale kuna ndugu yetu mmoja hivi. Nikamwendea pale, ilikuwa yeye ni jirani tu, ambapo wote tumetokea mkoa mmoja. Anaitwa Mohamed. Nikaenda pale nikamwelezea, sisi umetoka kumbe, pole sana basi hiji tu kama usingizio tu, maana kwa tunajua tu usingeweza kumbaka yule, maana kwanza alikuwa ni mkubwa.
kama sasa nimetoka, lakini nimeomba namba yake ya simu, nimempigia pale anapokaa jirani zake, kapokea simu, nimuelezea sasa voice call, nimemtajia swala la hela niweze kurudi nyumbani, akakata simu na mwisho simu apokei. Basi we utalala kwangu, mimi nikipata nauli nitakupa uweze kurudi nyumbani. Kwa sawa, nikaa kwa siku 2 pale, akanipa nauli nikaweza kurudi nyumbani. Mama alivyoniona alifurahi sana, ndugu zangu walifurahi sana alivyoniona, alifurahi sana. Alisoma dua ya kuweza kumshukuru Mungu kwamba nimetoka salama. Sasa huyu bro alionipa nauli nilikuwa nimechukua namba yake, nimekaa naye miezi 3 hivi, nika namsalimia, kanambia Yasini, wewe sasa hivi umeshakuwa mkubwa, afu na mama sasa hivi ni mtu mzima. Sasa ukisema uendelee kukaa tu mkoani, utakuja kuwa mzigo kwa mama. Itika sasa pambane uweze kumsaidia mama. Cha msingi wewe, nataka niongee na mama ili rudi mjini tuje kupambana, mwisho wa siku uweze kumsaidia mama. Nikamwambia sawa. Sasa mama akaongea naye, mama ilikuwa na sita. Kile mama nikamwambia, mama niruhusu tu niende. Kama Mungu amepanga nitapata matatizo tena, basi nitapata, lakini kama Mungu hajapanga sitapata matatizo tena kama yale. Nikatoka, nikaja, kaja tunapambana hivi. Sasa naweza kusema nitumie Kiswahili kwamba shauku yangu kubwa na hamu yangu ili jamii iweze kujifunza kutokana na huu mkasa wangu mimi niliopitia, basi wao waweze kujifunza ili wajue jinsi ya kukwepa ili siweze kutokea kama kile kilichonitokea mimi. Na serikali vile vile iweze kutambua kwamba sio kila anaenda gerezani kwamba ni kweli amefanya kosa. Gerezani kuna watu wengi sana wamesingiziwa. Ni waombe serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia mama yetu mpendwa rais wa Tanzania, katika rais ambao waliopigia kula na wasiopigia kula, lakini wote ni rais wetu, na bunge lako tukufu, muangalie kwa namna moja au mbili kuweza kuwapa watu msaada katika kuangalia katika hizi kesi za ubakaji, muweze kutoa msaada wa kisheria, basi kuwawekea. Ndugu yangu hapa aliuliza swali hapa kuhusu kuwekewa mawakili, basi uweze kuwekewa msaada wa kisheria wa mawakili. Sasa kama mtu anafungwa, basi aweze kufungwa kwa haki, si kufungwa tu kwa kudhulumiwa kama vile nilivyokuwa nimehukumiwa mimi. Sasa leo hii unakuta kesi za mauaji, mtu anatumiwa kesi ya mauaji, na nasema Max Lota ni kuua bila kukusudia, kama vile hivyo kwa mitokea kwa Kanumba na Lulu. Kesi kama ile pale, ile mauaji bila kukusudia ina dhamana na mtu anawekewa wakili. Kisheria anaweza kuhukumiwa kuanzia siku 14 mpaka miezi 6 mpaka miaka 10, lakini umewekewa wakili. Lakini kesi ya ubakaji ambapo kifungo chake usisingiziwe, yaani usingiziwe ufanye kweli, kifungo chake ni miaka 30 na kuendelea, miaka 30 hadi maisha, lakini uwekei wakili na serikali. Sasa niombe serikali yangu tukufu, mjaribu kuangalia ili kwa jicho la tatu. Vijana wanapotea sana, kipo pale tu watu ambao wanafanikiwa kwa kutafuta wafanyakazi kutoka mikoani na kuwatumikisha, mwisho siku wanatunzia mishahara yao, na pale wanapowasingizia kesi kwamba kanibaka, kanibia, ili tu kuwa dhulumu haki zao za msingi kama nilivyodhulumiwa mimi. Na imani serikali tukufu au kiongozi wote anaweza kasikia interview, basi waweze kumsikilizisha mama yetu mpendwa, aweze kuangalia kwa jicho la tatu, waweze kupata msaada kwa watu wengine wanakopo kule gerezani, ambao kesi kama hizi hazina msamaha kisheria. Lakini rais, wewe najua katiba inakuruhusu, una haki kikatiba kuweza kumsamehe mtu wote yule utakayo mtaka wewe. Na niweza kusema ngine, niweza kuwaomba wasikilizaji walosikiliza kutokana na mkasa au yule ambao amevutiwa na mkasa wangu, basi mimi mpaka sasa hivi sina kazi ile moja kwa moja,
nipo tu natamani na mimi niweze kupata kazi, niweze kupata kwangu. Mimi leo hii hapa nipo nakaa na rafiki yangu. Rafiki yangu ana mke. Mimi nalala kwenye sofa, nalala sebuleni, nalala kwenye sofa. Sina chumba. Basi kama umeguswa na story yangu, basi uweze kunisaidia kwa namna moja ama nyingine, niweze kupata na mimi msingi wa kuweza kufanya biashara. Biashara ambayo niliwahi kuifanya nimezoea ni hiyo kazi ya kuuza nguo. Najua nikipata tabalo zangu 2 za mtumba au kitu kingine ambacho naweza kufanya ni kazi ya kuendesha boda boda. Sasa unaweza kukanichangia ili niweze kupata hata boda boda au balo 2 za mtumba, basi nitashukuru sana. Unaweza kanipata kwa namba yangu ya simu, unaweza kaniruhusu nitaje namba yangu ya simu? Sawa. Unaweza kupata kwa namba ya simu kama upo nje ya Tanzania, upo ndani ya Tanzania, basi unaweza ukanitumia mchango wako. Namba yangu ya simu 07 433 049 37 07 433 049 37. Hii hapa inatokea jina la Yasini Mohamed Ayubu au Yasini Ayubu. Hii namba inapatikana WhatsApp, na kama umenipigia au hujanipata, basi nitumie message ya WhatsApp, basi unaweza ukanichangia hapo na mimi niweze kuiona kesho yangu nikiwa na furaha, niweze kumtunza mama yangu. Mama yangu ipo kijijini kule, ni mtu mzima. Lakini niwashukuru sana, na kama umejifunza basi isambaza hii video ili waweze kujifunza watu wengi zaidi kupitia hapa Nyayo TV. Bwana pole sana. Asante sana. Bwana kaka, tunamalizia, kuna vitu vingi nataka nikuulize hapo kati, lakini sikutaka nikuingilie. Tangu umeanza kuingia gerezani, ni magereza mangapi ambayo unakumbuka kwa idadi ambayo umeweza kutumikia kifungo chako mpaka pale ambapo umekuja ukaachiwa ukashinda kwa dhamana? Magereza ambayo nimekaa ni zaidi ya siku 2, nasema kukaa. Masasi nimepita tu, na Songea mjini nimepita. Hizo gereza 2 ambazo kupita kukaa hivi, kukaa ile kwa masafu, mnapita gereza nyingine, hizo 2. Kitai, Tindi mjini, Mtwara, Parelirungu, Segerea, Ukonga. Yani Segerea, Ukonga, Lindi, Mtwara, Kitai, gereza 5. Na zile 2 zilizopita ni gereza 7, lakini gereza nilizoishi zaidi ya miezi 5 ni gereza hizo 5. Kwa jumla ni kama gereza 7. Okay, na kwenye hayo magereza ambayo umeishi, ni event gani au tukio gani ambalo lilitokea ukao unajutia na unalikumbuka mpaka sasa hivi ambapo upo uraiani? Tukio ambalo limetokea mimi au limetokea wafungwa wengine? Limekutokea wewe au limetokea wafungwa wengine? Tukio ambalo mimi nimetokea ni hilo, kujishambulia mimi mwenyewe, kutaka kujiua na kumshambulia askari pale alipotaka kunipiga na fimbo zile, kasi kuna kunipiga fimbo, kumshambulia ile na silaha. Nilijutia endapo yule askari, ningemuoa mimi ningekuwa kwenye hatua gani? Ni pale japo nilifanya vile kwa hasira, lakini baadaye nilijutia sana lile tukio. Ambapo tukio lingine nililoliona kwa macho yangu kabisa nikiwa pale gerezani Mtwara, wafungwa walikuwa wanacheza kamari, wakazomiana, akamchukua kijiko akawa amemchoma mwenzake katika jicho na kumtofoa jicho, mpaka akasababisha mwenzake kupata jina la kumuita Ngurumo. Lakini alikuwa mingia gerezani akiwa mzima, baada ya kamari akatobolewa jicho. Na tukio lingine hapo tena kwenye kamari hapo wafungwa wamezulumiana. Sasa yule mmoja akaweza kukubali, akamng'ata meno katika sikio, kuja kutoa sikio liko nusu. Sawa. Na vipi? Kini kiuhalisia, pole sana kwa jambo ambalo limetokea, na nahisi watu wengi na Watanzania watakuwa wamejifunza kwenye hili ambalo limetokea. Kwenye movie nyingi ambazo zilikuwa zinaonekana na watu wengi wanasema kwamba ukiingia gerezani unapokelewa. Je, wewe hamna gereza ambao uliingia hajasema mke wetu haja kutokea hiyo? Sasa hizo ni movie.
Lakini uhalisia ni vitu viwili tofauti. Hakuna. Kwanza cha kwanza kabisa hawezi mtu wote kuropoka akasema mke wetu. Cha kwanza huwezi kumwambia tu mke wetu kwanza. Hilo kwanza kitaratibu, tamaduni za Kitanzania, kisheria ni kosa. Huwezi kumwambia tu mke wetu afu ni mama zako, huwezi kumwambia kwa kitu. Hakuna mtu anapokelea, hivyo ni uongo. Kama sitaki nikatai sana, lakini kama ishakuwa labda miaka hiyo labda Rais Mwinyi huko